Mkuu wa wilaya ya Mpanda Mheshimiwa Jamila Yusuf Kimaro amefika Milala kusikiliza kero za wananchi baada ya baadhi ya vijana kugoma kuzika miili ya wenzao wakihusisha vifo hivyo na dhana za kishirikina. Katika mkutano huo, vijana kutoka Misunkumilo walieleza tuhuma hizo moja kwa moja kwa baadhi ya wazee wa kijiji, hali iliyozua hofu na taharuki miongoni mwa wananchi. Tukio hilo limeibua umuhimu wa jamii kutumia njia za kisheria na ushahidi katika kushughulikia changamoto badala ya kuendekeza tuhuma zinazoweza kuchochea migogoro. Nilipata taarifa na nikaona kwenye mitandao taarifa za kuhusu Milala, kuhusu changamoto inayotaka kuibuka ama dhana inayotaka kuibuka kati ya vijana na wazee. Sasa hili jambo ni jambo hatarishi kwa upande wa usalama, na katika wilaya yetu ya Mpanda hatujawahi kupata changamoto ya kubaguana ama ya kuumizana kwa sababu ya kitu kinachoitwa dhana. Tena bahati mbaya inapokuwa dhana potofu inayotaka yani dhana inayotaka kulingana na imani za kishirikina, hiyo haikubaliki hata kidogo. Amesema changamoto zinazowakabili vijana zinatokana kwa kiasi kikubwa na malezi duni, ukosefu wa maadili na baadhi yao kuishi maisha yasiyokuwa na utaratibu na ustahili. Vijana hawajengwi ipasavyo katika misingi ya kwenda kwenye nyumba za ibada ili kuwa na hofu ya Mungu na kujifunza maadili mema, hali ambayo imechangia baadhi yao kujihusisha na matumizi ya dawa za kulevya, hivyo kuitaka jamii kuimarisha malezi na misingi ya maadili kwa vijana. Mheshimiwa Mwenyekiti, haya yanatokea kwa sababu tunapata pia changamoto za malezi. Kuna changamoto za kimaadili zinatupelekea watu kuishi maisha ambayo muda mwingine tunaweza tukasema ni kama ya uholela, yasiyokuwa na utaratibu unaopasa. Hatuwajengi watoto kwenda kwenye nyumba za ibada, angalau akaswali au akasali, awe na hofu ya Mungu. Hakuna mwenye hofu ya Mwenyezi Mungu anayeweza kujiingiza kwenye matendo ya ajabu. Kwa mfano, masuala ya ulevi, matumizi ya madawa kulevya. Vijana wetu wanaendesha vyombo vya moto, wengine wakiwa ni walevi, wamelewa, na wazazi hamkemei. Mnaona sawa, muda mwingine mnaogopa watoto wenu wa kuwazaa wenyewe, au watoto ambao wanaishi kwenye mazingira yenu mnawaogopa. Sasa hii kutokuwa na kizazi kinachokosa maadili, kisichofuata utaratibu, kwa sababu kila jamii inaishi kwa utaratibu wake, matokeo yake ndo tunapata changamoto kama haya. Hata vijana kufika mahali kusema sisi hatuziki tena. Msiba ukitokea, wanawake, akina mama na wazee mtazika wenyewe. Huku pia kijana aliyelelewa kwenye maadili hawezi kuzungumza lugha kama hizi. Amemaliza kwa msemo usemao, asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu. Hivyo mtu yeyote akivunja sheria atajikuta kwenye mkono wa sheria, kwa sababu hatua kali zitachukuliwa dhidi yake, akisisitiza wananchi kuacha tabia hiyo mara moja na kuhakikisha wanafuata sheria, kwani hakuna mtu aliye juu ya sheria. Na hatutaki kufika kwenye dhana kwamba asiyefunzwa na mamaye atafunzwa na ulimwengu. Walimwengu wenyewe ndo kama hawa, ukitukuta huku ukivunja sheria unaingia kwenye mkono wa sheria. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, marufuku, na hatutaki kusikia habari hizi za dhana, kwa sababu tutachukua hatua. Hatuwezi kukubali hapa damu za watu zikamwagika wasiokuwa na hatia. So unaweza kumdhania ni babu, kumbe ni babu yako, au ni bibi, kumbe bibi yako. Kwa hiyo tuache kabisa haya mambo, tuishi kwa mujibu wa sheria. Nchi yetu inaongozwa kwa mujibu wa sheria.
na sote tunapaswa kufuata hizo sheria. Naye Samson Mwambungu, mkuu wa polisi wilaya, ameeleza kuwa chanzo cha vifo kwa vijana hao ni ajali za barabarani ambazo zinadaiwa kuchangiwa na matumizi ya pombe miongoni mwa vijana hao. Amesisitiza umuhimu wa vijana kuacha matumizi ya pombe kupita kiasi, kuzingatia usalama barabarani na kufuata sheria za usalama ili kuepusha vifo na madhara yanayoweza kuzuilika. Sasa niwasimulie scenario ya matukio yaliyotokea hapa kwenu, hayo matukio mawili ambayo yamepoteza vijana 6. Hilo la kwanza lilitokea tarehe 3 mwezi wa 8, mwanzoni kabisa mwezi huu. Ilikuwa majira ya saa 8 kuelekea saa 9 usiku. Hao vijana wanasema walitoka wapi hapa, kijiji gani kiko hapo katikati hapa. Wametoka kwenye harusi, sijui kuna na sherehe gani, wanatembea, mkuu wako 5 kwenye, wamepakizana 5. 4 ndio walifia pale eneo la tukio, lakini mmoja huyo ambaye alikuwa dereva akaenda kufia hospitali. Saa 8 za usiku wametoka kwenye sherehe, wamepiga mambo yao, wamelewa, wanatembeza pikipiki usiku wa manane. Wakakutana na gari ambayo imepata matatizo, ilikuwa ina miss. Wamepaki pembeni, wanaitengeneza, wakaenda wakagonga kwa nyuma. Hawa wazee wangu walikuwa, hawa wazee walikuwa saa 8 za usiku. Lakini la pili ndio limetokea juzi, nao usiku wa 8, saa 8, saa 9, gari imepaki, vijana 3 wameenda wamechukua ile Probox, wanaendesha usiku, wakaparamia hizo taa za barabarani. 2 wakaishi hapo. Sasa tulizane, saa 8 za usiku kwanza walikuwa naenda wapi? Kwa hiyo nataka niwaambie, mambo mengine yanapotokea, hebu tuwe na uwezo wa kufikiria kwanza kabla ya kutenda, na tuhoji kwa nini imetokea hivi, badala ya kupeleka lawama kwa watu wasiohusika. Tujitathmini vijana, yale tunaotenda yanaendana na taratibu na sheria za nchi? Tunafuata taratibu? Lakini tunapoendesha hivi vitu vya moto, tuna leseni, tumekizi viwango vile vinavyotakiwa kuendesha vitu vya moto barabarani? Labda tukifikia hapo tunaweza tukajua wa kumlaumu ni nani, lakini tusiwaingize watu wasiohusika kwenye mambo ambayo sisi wenyewe ndio chanzo. Tunaelewana vijana? Kwa upande wake, mwakilishi wa vijana wa Milala ameshauri na kuiomba serikali kuongeza nguvu katika utoaji wa semina na elimu kwa vijana kupitia kitengo cha usalama barabarani, akieleza kuwa kundi kubwa la vijana limejiajiri katika shughuli za udereva. Aidha, ameiomba serikali kupunguza gharama za upatikanaji wa leseni za udereva na kuweka utaratibu mzuri na rahisi kwa vijana kupata leseni hizo, hatua ambayo itasaidia vijana kuendesha kwa kuzingatia sheria na kanuni za usalama barabarani. Polisi wa wilaya OCD, kwa maelekezo haya ambayo umeyatoa hususan kwa vijana wetu, nilikuwa nina ushauri na ombi. La kwanza, katika sekta ya udereva kundi kubwa la vijana limejiajiri huko, si hususani mjini wala vijijini. Kwa sababu kundi kubwa limejiajiri katika masuala ya udereva, bajaji na bodaboda, na kwa sababu tayari serikali mnatambua vijana ni wapi wanakiuka taratibu, kuacha kufuata zile sheria na kanuni za sheria barabarani, za usalama barabarani, tunakuomba mkuu wa wilaya kupitia OCD,
serikali iongeze nguvu kutoa semina kwa vijana, kwa sababu ni wajibu wa serikali, kwa sababu hawa vijana wa bodaboda na wabajaji makundi yao yanajulikana na wana namba maalum za kusajiliwa katika makundi yao. Kwa hiyo serikali ina nafasi ya kuwatembelea vijana kila hao katika makundi yao na kutoa semina kitengo cha usalama barabarani ili kuwakomboa na kuwaokoa vijana hawa kwa ajali zisizokuwa na sababu za msingi. Na kama vehicle inspector na OCD atakuwa na upungufu wa budget, basi mkuu wa wilaya atakuwa umwezeshe ili aweze kuwatembelea vijana hawa. Leo mtasema tunafanya Milala, kesho mtasema tunafanya Kagwila, ili waendelee kutoa semina kwa kukusanya vijana hao, kuwapa semina. Msirudi nyuma, kwa sababu vijana wamekuwa ni hawatii sheria na usalama barabarani. Hilo la kwanza. Lakini la pili, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwa nini vijana hawa hawana leseni na wanaipenda kazi ya driving? Serikali iangalie ni wapi na wao hawatimizi wajibu wao, aidha wanawabana vijana wakose leseni. Leseni zimepanda gharama kubwa. Vijana hawa wanashindwa kupata leseni ili wawe madraji wazuri ambao wanazijua sheria na kanuni. Kwenda kusoma mwezi mmoja, basic kulipia ni shilingi 200,000 na shilingi 30,000 nje ya usajili. Huyu kijana anaweza kutunza 200,000 na shilingi 30,000 akasome kozi ya mwezi mzima mmoja? Je, huyu kijana anawezeshwa na nani ili akashiriki kusoma hiyo semina apate driving license? Kwa hiyo tuiombe serikali kupitia mkuu wa wilaya na OCD, mkae kwenye vikao vyenu, muangalie jinsi gani ili kundi la vijana ili wapate leseni, angalau mpunguze gharama kwa vijana hawa, hususan kwenye leseni ya basic, ili waende makundi mengi kwenye semina ili wapate kusajiliwa kwa njia za leseni. Wakishapata elimu, mtapunguza wimbi kubwa la vijana kupata ajali. Kwa ombi langu ni hilo. Mmewaeleza wazazi, mmetueleza wote wananchi hapa, tutimize wajibu wetu namna ya kutii sheria, lakini serikali ina nafasi na yenyewe isirudi nyuma, itimize wajibu wake kwa kutoa semina kwa vijana hawa, kwa kuwafuata sehemu walipo. Sasa hamwezi kuwakusanya wote wawapate mjini, bali mwatembelee kwenye makundi yao na vituo vyao, na kisha baada ya hapo basi legezeni utaratibu wa kupata leseni, ili makundi haya mkishawatembelea mkawajua wapate leseni kwa njia zilizokuwa nyepesi, tutakuwa mnawaokoa na kuokoa kusaidia wazazi. Asanteni sana mheshimiwa. Hata hivyo, kwa upande wake diwani wa kata Misunkumilo Bwana Musa Ngogolwa ametumia jukwaa hilo kueleza juhudi anazozifanya katika kuhakikisha anapata maeneo kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya kiuchumi na jamii, ikiwemo ujenzi wa soko na shule. Amesema hatua hiyo inalenga kuondoa changamoto zinazowakabili wananchi anaowaongoza na kuweka mazingira bora ya maendeleo. Amesisitiza kuwa maendeleo hayaji kwa kusubiri, bali kwa kutafuta suluhisho. Mimi ni mlango wenu, mkiutumia vizuri mtafika mbali, msipuuze. Na kwa kutambua umuhimu wao, kwa sababu wengine walisema ndoto yetu sisi ni kufanya biashara, nilimtafuta mdau wa maendeleo anaitwa Temisambo, nikamuomba eka 2 kwa ajili ya soko la kijiji hiki, akatupa eka 2. Eneo lile wataalamu wamelipima na tumeshavigawa viwanja vile, na tuna fedha ambazo zinatupa mpango kazi wa kujenga sekondari. Tunatarajia kuwa na soko la kijiji cha Milala. Hapo tuwaondoe barabarani wafanyabiashara. Hiyo yote ni kufikiri ndoto ya kijana. Mimi ni kijana mwenzenu, ni mfanya biashara. Masuala ya kibiashara kila siku nawahusia, lakini kwa sababu maisha ni kuchagua, siwezi kukuchapa fimbo ufanye kile ambacho mnakihitaji. Nitakushauri, na ushauri una maamuzi, uchukue au uache. Mimi ni Edgar Mbigili wa Film Media.